ama katika kazi ya Ukristo kuna nafasi mara 5. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nafasi mara ngapi? 5. Mara ya kwanza ni kuwa mwalimu. Mara ya kwanza ni kuwa mwalimu. Ya pili kuwa nabii. Ya tatu kuwa mchungaji au pastor. Ya 4 kuwa mwinjilisti, na ya 5 ya mwisho kuwa mitume. Bwana Yesu asifiwe. Hao wote wanafanya kazi ya Mungu, lakini wanafanya kazi kulingana na vile ambavyo Mungu amewapangia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu kizominywe. Kuna yule mchungaji ambaye aliyejiita mwenyewe, na kuna yule mchungaji aliyeitwa na nani? Na Mungu. Sema amen. Kuna yule mtu ambaye katika kutangia utotoni mwake ni mtu ambaye alizaliwa katika kichungaji na amekomaa katika kichungaji na atatambulika katika huduma wake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe. Maandiko inasema ya kwamba mimi naondokesha nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atamwambia awaye yote nitakayo mwamuru. Hata itakuwa mtu akisikiza maneno yangu atakayesema yule mtu, jina langu nitalitaka kwake. Lakini nabii atakaye nena maneno kwa kujikinai kwa jina langu ambalo sikumwagiza kulinena, au atakaye nena katika jina langu la miungu mingine, nabii yule atakufa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yuzomenywe. Yule mtu ambaye aliyeitwa na Mungu na amepakwa mafuta, maneno yote ambaye atakaye nena kutoka kinywani mwake, sio yeye ambaye atakuwa akizungumza, bali ni Mungu atakuwa akizungumza ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Na yule ambaye atakayekana maneno ambaye anayezungumza yule mtu aliyeitwa na Mungu, basi Mungu atakinai maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mtu aliyeitwa na Mungu na akuje akajitungia maneno yake ya kibandia. Kuna wale ambao wanaojitungia maneno, si ni kweli? Kuna wale waliojiita wachungaji lakini wamejitungia maneno. Maandiko inasema ya kwamba iwepo ataenda kinyume na maneno ambaye niliyoahidi ndani mwake kuyatenda, basi yule mtu hatakuwa hai bali atakufa. Bwana Yesu asifiwe. Nawe ukisema moyoni mwako, tutalijuaje neno asilolinena Bwana? Atakaponena nabii kwa jina la Bwana, lisimfuate jambo lile wala kulitumia. Hilo ndilo neno asilolinena Bwana. Kwa kujikinai amelinena huyo nabii, usimwogope. Bwana Yesu asifiwe. Nabii yoyote ambaye anayesimama ameitwa ama amesimama kwenye madhabahu akiwa anahubiri na kazi yake ni kuyatoa maneno ambayo yasiyoambatana na maandiko, basi maandiko yanasema kwamba Mungu atachukua lile neno ambalo alilokuwa ameweka ndani mwake na atalipokonya kutoka ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna yule ambaye atakayeleta ahadi ambayo isiyotimia. Unasikia vizuri? Kwa mfano, ameona wawili wamependana na wakaoana, na akatoa unabii kusema kwamba ndoa hii haitadumu bali itaisha. Basi na ile ndoa ikadumu, basi maandiko yanasema kwamba usisikize tena yule nabii, maana anatumia maneno yake ya kinywa
pasipo, bali sio maneno ya nani? Ya Mungu, basi yule sio nabii. Bwana Yesu asifiwe. Mnasikia vizuri? Murabule, yule ambaye aliyechinua anatoa mahubiri kwa kujinua na kujigamba na kujidai na kwa sababu ya nafsi yake, pasipo kutumia neno la uhaki au la Mungu, na kujinua yeye mwenyewe na kujitaka kujinufaa yeye mwenyewe, basi yule sio nabii. Usimsikize. Maandiko yanasema, sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bali maandiko yanasema ya kwamba yule atakayejitoa kwa ajili ya nafsi yake, kwa ajili ya kondoo, akajiumize, akajitese kwa ajili ya kondoo ama kwa ajili ya washirika, basi msikize yule nabii aliyechaguliwa na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amenyoa. Usijigambe, usijivune. Unasikia? Usilete maumivu kwa watu kwa kujipendekeza wewe mwenyewe, maana maandiko